Karibu kwenye kiti hiki kiitwacho wewe, kikiwa kimeletwa kwako na Science of Mind Africa. Science of Mind Africa ni jumuiya ya kiroho iliyojitolea kushiriki mbinu na vitendo na hekima isiyo na kikomo cha muda ili kukusaidia kubadilisha fikira zako na kubadilisha maisha yako. Kitu hiki kiitwacho wewe ni kitabu chenye nguvu na cha kuinua moyo kilichoandikwa na Daktari Ernest Holmes, mwanzilishi wa falsafa ya Science of Mind. Mwongozo wa kugundua nafsi yako ya kweli, kuimarisha uhusiano wako na Mungu na kuishi maisha yenye kusudi, furaha na upendo. Unaposikiliza, tunakualika kufungua moyo na akili yako. Acha maneno yaongee moja kwa moja na nafsi yako, kiumbe cha kiroho chenye uwezo usio na kikomo, kiungwa mkono na ulimwengu wenye akili uliojaa upendo na utunzaji. Ikiwa hii ni ukurasa wa 6, msomaji ni Otumba James, ambaye ni mtumishi katika Center for Spiritual Living Kenya. Roho haikukataa chochote. Kukubali kwamba Mungu anakataa mema unayotamani ni kumpiga wema wa Mungu. Hii ni kukanusha hitimisho la kina la yule aliyosema, imetendeka kwako kama unavyoamini. Mara nyingi unaweza kugundua kwamba ingawa unaanza na imani yenye ushauku, unaweza kushikilia kwenye jiwe la kutokuwa na imani. Usiruhusu hili likukate tamaa. Sheria bado ni kwamba inatenda kwako kama unavyoamini. Haijalishi mawazo ya ukosefu, hofu, mashaka au upweke ni madogo kiasi gani, hayako kwako. Uthibitisho wako unaweza kuyafuta. Kuwa Bwana wa mawazo yako, na hivyo kuwa Bwana wa hatima yako. Daima fanya hili ukiwa na hisia ya muungano na wema, kwa maana hujaachwa peke yako kupigana vita isiyo na ushindi au kuhimiza nguvu za uovu. Umwacho peke yako kugundua asili yako halisi, kwamba kama mtu binafsi unaweza kuungana kwa ufahamu na sheria ya uzima na uwepo wa wema. Je, unakumbuka hadithi ambaye Yesu aliwaambia kuhusu mwanamke aliyekwenda kwa jaji kuomba msaada? Mwanzo, jaji alikataa ombi lake kwa sababu alikuwa amekaa vizuri na familia yake na hakutaka kutatizwa. Je, unakumbuka jinsi mwanamke huyu alivyokuwa na uvumilivu? Alikataa kubali hapana kama jibu. Aliendelea kupiga mlango hadi imani na azma yake zilidhimishwa. Hii ni hadithi ya maisha yako na ya maisha ya kila mtu. Endelea tu kupiga mlango ama kupiga hodi wa fahamu yako hadi kile hapana lisiwe ndio. Hapana lisiwe ndio. Kila kukanusha kiwe uthibitisho na kila hofu iwe imani. Huwezi kushindwa ikiwa utaendelea kuwa imara. Mwishowe, nyororo ya ufungaji itakuachia. Utaondoka gerezani uliojitegemea na kugundua kwamba mlango hakufungwa kweli na madirisha hayakuzuiwa kweli.
ulikuwa umefungwa tu kwa mnyororo ya kutokuwa na imani. Ikiwa utasikiliza amani, utaipata. Ikiwa utasikiliza kweli, utaisikia. Ikiwa utasikiliza nguvu, utaipokea. Na ikiwa utasikiliza ukamilifu, utaigundua. Sheria ya ubunifu unayotumia ni kama kioo. Mawazo unayoweka mbele yake ni kama picha. Kioo kinakihisi picha unayoshikilia mbele yake. Shikilia hapo basi picha ya imani na matarajio. Ukiwa na imani yenye shauku na kuaminika kwa dhati. Kitu pekee kinachoweza kukuzuia ni wewe mwenyewe. Kitu pekee inayoweza kukusaidia ni wewe mwenyewe, kwa kuwa ni wewe unayokihisi picha katika kioo. Mara nyingi watu wema na wacha kweli huuliza ikiwa ni sahihi kutumia nguvu ya kiungu kwa malengo binafsi. Hakuna anayefikiri ni makosa kutumia sheria nyingine za asili kwa malengo binafsi. Sheria za akili na roho ni sheria za asili. Tofauti pekee kati ya kutumia hizi na sheria nyingine za asili ni kwamba watu wengi hawajatambua kwamba wanaweza kutumia sheria za kiroho kwa ufahamu kwa wanavyotumia sheria nyingine. Usisite kutumia sheria hii kwa malengo yoyote ambayo ni ya ujenzi. Si ubinafsi kutumia sheria ya kiroho kwa malengo binafsi zaidi ya kupanda bustani kwa matumizi yako binafsi. Zaidi ya hayo, hakuna jinsi ya kuepuka sheria hii kwa sababu iko karibu kama mawazo yako na ni binafsi kama utu wako. Dunia inakosa chakula katikati ya wingi, inalia katikati ya furaha, lakini maana ya milele haijawahi kuacha kuanguka. Maana ya milele haijawahi kuacha kuanguka. Shamba la Mungu limekomaa kwa mavuno. Bustani ya akili yako ilipandwa na hekima iliyo juu yako. Ingia ndani na umiliki nchi hii iliyoahidiwa. Ukikubali kwa imani rahisi, utapokea. Ukibisha mlango ikiwa na imani ya toto, mlango utafunguliwa. Utakachotafuta kwa kukubali kuwa shauku, utapata. Je, Yesu mkuu na mrembo hakusema njeni kwangu ninyi nyote mlio na mzigo mkubwa na wenye uchovu, nami nitawapumzisha? Uhalisia hujabadilika tangu Yesu alipokuwa pwani za Galilaya. Nguvu ulizotumia bado zipo hapo. Nguvu alizotumia bado zipo hapo. Haina maana kubwa ni njia gani unayotumia, mradi tu una imani thabiti. Wengine wanasema kwamba unapaswa kuthibitisha uwepo wa kimungu ukikataa yote mengine. Vizuri, njia hii itafanya kazi. Wengine wanasema kuwa unachohitaji ni kuomba ukiamini. Wao pia wako sahihi. Kila mtu anapokea kulingana na imani yake. Usijali sana kuhusu njia. Njia yoyote inayosababisha imani itazalisha matokeo. Acha mabishano, ujifunze kuamini. Acha mjadala, jifunze kukubali. Acha kutafuta mamlaka nje ya imani yako. Hii inahitaji kujiamini.
kabisa katika sheria na kujiamini kwa kiwango sawa. Ikiwa unataka kuponywa, lazima uweke matarajio ya kuwa kamili. Ikiwa unataka uhuru, lazima usitafakari kuhusu ufungaji. Ufungaji na uhuru ni njia mbili tu za kutumia sheria moja. Kama utatumia muda wako wote kusema mimi ni maskini, mimi ni dhaifu, mgonjwa, mwenye huzuni na mwenye masikitiko, utavutia umaskini, udhaifu, ugonjwa na huzuni. Tumia akili yako, fikra na hisia zako, kuona na kuhisi uhuru badala ya ufungaji, furaha badala ya huzuni, wingi badala ya upungufu, afya badala ya ugonjwa. Kukanusha mema yako kunazuia mema hayo kufika kwako. Kikirekebisha kwa udhibitisho kutaleta mema unayoyatamani. Fungua mlango ya fahamu yako kwa uwepo wa kimungu na utazamishwa na mwanga. Jihusishe kwa ufahamu na Roho na utapokea jibu la moja kwa moja. Jibu hili daima litaendana na utu wako, kwa sababu wewe ni uzima uliobinafsishwa. Hakuna mtu anayeweza kuchukua nafsi yako. Hakuna ushindani wala wingi wa kudhibiti roho. Kuja kila siku kwa chanzo kuu cha uwepo, kupata msukumo na mwongozo. Utapokea mtiririko mpya ya uzima kila mara unaoendana na hitaji lako. Ukijihusisha na Roho, utapata msukumo, utapata imani na kujiamini. Unapopumzika kwa imani, unakuwa mtulivu. Kutoka katika fahamu hii ya kiroho, neno lako linakuwa sheria kwa kile ulichosema. Linatendwa na sheria ya uzima. Mamlaka yako sio ya kibinafsi au kiburi. Ni mamlaka yanayokuja unapokuwa na fahamu sawa na uwepo usio na mwisho. Zoezi la uwepo wa Roho ni kuendelea hadi uzima wako wote ujazwe na mwanga wake. Nitakokwenda wapi kutoka kwa Roho yako? Au nitakukimbia wapi kutoka kwa uwepo wako? Ikiwa nitaenda mbinguni, huko hapo. Ikiwa nitachukua mabaya ya alfajiri na kuishi sehemu mbali kabisa za bahari, hapo pia mkono wako utaniongoza. Ikiwa nitasema hakika giza litanikumbatia, hata usiku utakuwa mwanga karibu nami. Sema, ni sheria ya maisha yangu kwamba popote ninapokwenda, njia itakuwa imeandaliwa mbele yangu, iwe ya furaha, kikamilifu, rahisi, wazi na mnyororo. Ninaamrishwa kuona na kuelewa kila fursa inayojitokeza na kuitumia kwa busara. Ninaamrishwa kuchukua hatua yoyote ya kimwili inayohitajika kwa dhihirisho la neno hili. Sala ya nguvu ni udhibitisho unaoaminiwa kuwa ukamilifu kiasi kwamba hakuna kukanusha uitambuzi au kisicho cha utambuzi kilichobaki. Wakati sala yako au tiba inafikia kukubaliwa kikamilifu, itajibiwa. Ingilia ndani ya chumba cha akili yako, fungua mlango, sema ukiwa na mamlaka kamili.
Wewe ni mmoja na uwepo usio na mwisho unaoweza kusukuma msukumo moja na sheria ya ulimwengu inayoweza kutekeleza. Sema, hakuna chochote ndani yangu kinachozuia Roho kujidhihirisha kunipitia kwa furaha na amani. Ni sheria ya maisha yangu kwamba popote ninapokwenda nitakutana na furaha, upendo, urafiki, shukran, fidia na fursa kamili ya kuonyesha kila kipaji na uwezo nilicho nacho. Kila mlango umefunguka. Hakuna kitu chochote kinachoweza kutoka kwangu isipokuwa wema, kweli, upendo, uzuri, na kwa hivyo hakuna kitu chini ya wema kinachoweza kurudi kwangu. Wakati mawazo ya uovu, ukosefu au hofu yanapoibuka, tumia mamlaka yako juu yao. Tambua kwamba imani yako ni sheria ya kuondoa uovu. Hakuna sheria ya kiroho ya mgongano, ugonjwa au ukosefu. Sheria za Roho ni kamili, zenye usahihi na wema. Kutoka kwa mtazamo wa uzima uliopo ndani yako, chochote kinachokataa hili ni uongo. Huweki nguvu katika neno lako, bali unayoyatoa. Wakati neno lako linatokana na upendo wa kimungu, wema usio na mwisho na amani ya milele, unaweza kujua kwamba sina tena neno la mtu mmoja pekee, bali ni neno la nguvu kuu iliyoko ndani yako, si tu yenye nguvu, bali yenye uwezo wa milele. Sema, ninaunganisha nafsi yangu na wingi, afya na furaha. Ninaunganisha nafsi yangu na yote yaliyo juu. Naunganisha nafsi yangu na kila kitu kinachohitajika kufanya hili maisha yangu yakamilike. Hakuna huzuni, hofu, ukosefu, kutokuwa na usalama au kutofaa. Naamini kwamba Mungu ni kila kile katika yote, juu ya yote na ndani ya kila kitu ninachokutana nacho. Nimejazwa na amani ya kujiamini. Kama Emerson alivyosema, wewe ni chombo ambacho Roho linatekeleza mapenzi yake na kutenda kitendo chake cha uumbaji. Mungu haitegemei juu yako, lakini wewe unategemea Mungu. Nguvu ya umeme ipo huru kutokana na kifaa kinachoendeshwa. Hata hivyo, kifaa cha mtambo kinategemea nguvu ya umeme. Ni pale kifaa hiki na mitambo kinaporuhusu mtiririko wa nishati ambayo kinaweza kuisambaza. Hivyo ndivyo na akili yako. Nguvu ya kimungu inayopitishwa kupitia mawazo yako. Asili ya kanuni ya akili unayotumia ni kwamba popote picha ya fikra inapowekwa, upo la msingi itaumbwa. Jifunze kubadilisha mfumo ya mawazo ya ugonjwa, huzuni, hofu na shaka kuwa mfano inayofanana na ukamilifu wa kiroho. Huwezi kubadilisha mfumo wa hofu kuwa kudumisha mtazamo wa hofu au kubadilika toka hofu hadi imani. Tengeneza picha yako ukiwa na furaha na mafanikio. Kataa kuzingatia mawazo yanayoipingana. Kwa kuwa wewe ndiye pekee mwenye ufikivu kamili kwa mawazo yako, unaweza kufanya hivi kwa nafsi yako bora kuliko mtu mwingine yoyote. Huwezi
kuwajibika kwa kupokelewa kwa wengine. Kila moja ni mtu binafsi. Hata kama ungeamini bahari ya upendo kwa mtu mmoja, lazima apewe. Kikaushi kilichogeuzwa juu, hata katika mvua kubwa, hakiwezi kujazwa. Hata kama maana ingeanguka kutoka mbinguni, mtu ataendelea kuwa na njaa hadi akile. Si rahisi kwa kila mtu kudhibiti mawazo yake. Si rahisi katikati ya maumivu kufikiria amani, katikati ya umaskini kufikiria wingi, katikati ya huzuni kufikiria furaha. Lakini ukifanya hivi, utakutana na mafanikio. Sheria ya akili inakiisi mtazamo yako ya akili kamili kama yalivyo. Sema, yalichonitagia yananitafuta, yalichonipasa itakuja kwangu. Kwa kuwa ni tamaa yangu kwamba mema, kweli, upendo, hekima na nguvu tu ndizo zitakazotoka kwangu. Najua haya ndicho pekee kitakachorudi kwangu. Ufalme wa Mungu uko ndani na karibu nami. Kwa kuwa nguvu ya Roho uhai iko katikati ya nafsi yangu. Sasa fikiria tamaa fulani na useme, imetendeka kwangu. Hata Mungu lazima ausubiri ushirikiano wako wa ufahamu kabla mwangaza kamili wa uwepo wake na nguvu ya sheria yake vinaweza kuonyeshwa kukupitia. Ushirikiano wako wa ufahamu naye unaanza na utambuzi wa uwepo wa kimungu na muungano wako naye. Sema kwamba najua kuwa uwepo, nguvu na shughuli ya Roho hai ni ndani na karibu nami. Najua kuwa sheria ya Mungu ambayo ni kamili inafanya kazi kupitia mimi. Najua kuwa kuna akili moja, akili hiyo ni Mungu. Akili hiyo ni akili ya Mungu. Hakuna hofu katika akili hii. Hakuna kumbukumbu ya hofu. Hakuna matarajio ya hofu. Hakuna wazo la ukosefu, upungufu au vizuizi katika akili hii. Akili hii inafanya kazi ndani yangu sasa. Sasa fanya matakwa yako yajulikane na uyakubali kama ukweli unayodhihirishwa katika maisha yako. Kila kiungo, kazi, kitendo na majibu ya kiasili ya mwili wako, mzunguko, mnyeng'enyo na utoaji ni sehemu za mfano wa kimungu ambao daima ni kamili ndani yako. Sema, hakuna kizuizi kwa utekelezaji wa mfano huu. Hakuna uchokozi, harakati au uvimbe. Hakuna hisia ya huzuni au maradhi. Hakuna mtakanyiko katika roho. Kwa hivyo, hakuna mkanganyiko katika asili yangu. Kuna mzunguko mmoja wa kimungu unayopita ndani yangu ambao hauzuiliwi, haucheleweshwi au kuhepukwa. Mzunguko huu ni huru, kamili na kamilifu, unaoondoa moja kwa moja chochote kisicho cha roho safi. Wakati unafikiri kwa imani kamili, sheria ya akili itafanya kazi kwa mawazo yako, hasa jinsi unavyofikiria kwa ajili ya kitu, hali au mtu
unayemfikiria. Uzoefu wa mara kwa mara wa maelfu katika miaka 50 iliyopita unaonyesha hili. Kanuni unayotumia inathibitishwa kisayansi. Sasa ni swala tu la jinsi unavyotumia kwa kwa ufanisi. Sema, akili ndani yangu ikiwa ni Mungu haioni hofu kwa chochote, hayakumbuki matokeo mabaya wala hayatabiri. Katikati ya nafsi yangu kuna utulivu kamili, imani kamili na kujiamini. Mimi daima ni mmoja na Roho, ndani yake na kutoka kwake. Mimi ni ubinafsisho wa Roho safi. Kuna dhambi, hakuna hukumu. Mwenye dhambi, kosa, mzigo, shaka au hofu ndani yangu. Hakuna uchungu, chuki, hata ugomvi. Asanteni.